الحمد لله رب العالمين، وبنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال تعالى في محكم تنزيله: إن للمتقين مفازا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Baada ya kuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mbora wa viumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza nawahusia ndugu zangu, pia vile vile nahusia nafsi yangu juu ya suala la kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani kufaulu kwetu leo duniani na kesho akhira unapatikana katika ucha Mungu. Ndio maana Mola subhanahu wa ta'ala akasema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale wamchao Mola subhanahu wa ta'ala, wale wanamuogopa Mola subhanahu wa ta'ala, wakafanya mema kwa kumwogopa Mola subhanahu wa ta'ala na wakaacha maovu kwa kumwogopa Mola subhanahu wa ta'ala, hawa ndio ambao kwamba watafaulu. Na Mtume alayhi salatu wasalam ameeleza kuhusu ucha Mungu na tabia mzuri, akasema kwamba jambo ambalo kwamba litakuwa ndio sababu ya wengi kuingia katika pepo, akasema taqwallahi wa husnul khuluq, ni ucha Mungu na tabia mzuri. Na tabia mzuri inapatikana katika yale mema na mazuri, na tabia mbaya inapatikana katika yale mabaya. Leo insha Allah katika hotuba yetu na nasaha yetu tutakumbushana suala la birrul walidain, watenda wema wazazi wawili. Hili ni swala ambalo kwamba ni maarufu, linajulikana sana, lakini ni bora kukumbushana na kutaja baadhi ya mambo ambayo kwamba yapelekea sisi kulipatia uzito swala kama hili. Birrul walidaini ni katika masala msingi sana katika Uislamu, na inapokosekana birrul walidain mahala pake paingia uququl walidain, kutowatenda wema wazazi wawili. Na kutowatenda wema wazazi wawili ni katika sababu za mtu kupomoshwa amali zake. Maana yake ni kwamba wewe ukiacha kumtendea wema mzazi wako ama ukamtendea ubaya mzazi wako, basi hii ni sababu ya kwamba Mola subhanahu wa ta'ala atazifuta amali zako zote, kuanzia amali yako ya swala, amali yako ya haji, amali yako ya zaka, amali yako ya siyam, zote Mola subhanahu wa ta'ala atazifuta na utakuwa ni mwenye kuingia katika moto wa Jahannam. Hii ni dalili tosha ya kuonesha ni uzito mkubwa sana
alioweka Mola Subhanahu wa Ta'ala kuhusu suala la kuwatendea wema wazazi wawili. Birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili, wal ihsanu ilayhima, ni kuwafanyia ihsani bilqauli wal amal, kupitia maneno yako, kupitia matendo yako. Kwa hivyo kuwatendea wema wazazi wawili ni katika mazungumzo yako unapozungumza nao, vile vile katika matendo yako ambapo kwamba unatenda dhidi yao. Wa ta'atuhuma fi ghairi maasiya, na kuwatii wazazi wawili katika yale ambapo kwamba si maasiya, bi maana akupatia amri uitekeleze maadama amri ile hayumo katika maasiya. Wa hafdhil janahi lahuma, na kuwaonyoshea ama kuwainamishia wazazi wawili bawa la unyenyekevu na huruma. Wa huwa adhamu alqurbat fil Islam, hili la kuwatenda wema wazazi wawili lahesabika ni katika yale ambayo kwamba yamkurubisha sana mtu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala ameunganisha ibada ya kumwabudu yeye, akaunganisha pamoja na wema wa kuwafanyia wazazi wawili. Wajalahu miftahan liljanna, Mola Subhanahu wa Ta'ala akajalia kuwatendea wema wazazi wawili ni sababu ya kupata ufunguo wa kuingia katika pepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kupata radhi za wazazi wawili. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam akasema, wallahi fi ridha alwalidaini wa sakhatullahi fi sakhtihima, radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala zinapatikana katika radhi za wazazi wawili, na hasira za Mola Subhanahu wa Ta'ala zinapatikana katika hasira za wazazi wawili. Vile vile tujue kwamba wema kama huu ambao kwamba ni wajibu kuwatendea wazazi wawili, yastamiru hatta baada firaqihima hadhihi dunya, kuwatendea wema wazazi wawili unaendelea hata baada ya kwamba ashakufa, bado ni wajibu juu yako kuwatendea wema wazazi wawili kupitia nini? Addu'a wa sadaqa, kwa kuombea dua ya khairi, vile vile kutoa sadaka kwa ajili yao. Qala Ta'ala, wa'budu Allaha, muabuduni Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe na chochote, wa bil walidaini ihsana. Baada ya ibada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ikafata wa bil walidaini sana, na wazazi wawili watendeeni wema. Kwa hivyo ibada yako itakuwa haina maana yote mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala iwapo hukutekeleza wajibu wa kuwatenda wema wazazi wawili. Ibn Abbas radhiallahu anhuma asema tafsiri ya maana hii ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala yuridu albirra bihima ma'a lutfi walil janibi, apendelea kwamba watende wema wazazi wawili pamoja na upole na ulaini ukiwa mbele yao. Fala yaghlibu lahuma fil jawanibi, mtoto ama kijana asiwe ni mwenye kufanya uzito mbele ya wazazi wawili. Wala yahidda nadhara ilayhima, wala asiwakazie macho. Mzazi wako usimkazie macho ukamwangalia mpaka saa nyingine ukamtisha. Mtu ameenda kavuta bangi zake kule, anamwangalia mzazi wake kwa jicho la kumtisha mpaka mzazi atishika na jicho la mwanawe. Wala yarfau sautahu alaihima, wala asinyanyue sauti yake kwa juu ya sauti za wazazi wawili. Bal yakunu baina ladaihima, bali awe mbele ya wazazi wake wawili, mithla al-abdi baina yaday sayyidi, mfano wa mtumwa akiwa mbele ya yule bwana wake, tadhallulan lahuma, kwa ajili ya kudhalilisha kwa ajili yao. Kwa hivyo ukiwa mbele ya mzazi wako unakuwa mnyenyekevu, hata kama una miaka 80, mbele ya mzazi wako unakuwa laini, unakuwa mpole, unakuwa chini kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile asema, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ashahukumu Mola wako ya kwamba
msimwabuduni isipokuwa yeye peke yake, kisha wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili mwatendee wema. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akataja zile zama ambazo kwamba ni muhimu zaidi, zina uzito zaidi kwa yule kijana wa karibu na mzazi wake kumtendea wema. Akasema imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, imma mmoja au watu wawili wakafikia kwako umri wa uzee, wakawa wamezeeka, ima wote wawili ama mmoja wao, fala taqul lahuma uffin. Kipindi kile mzazi labda amepiswa, akili yake imekuwa haifanyi kazi vizuri, amekuwa mtiriri, amekuwa na matatizo mengi, basi fala taqul lahuma uffin. Kipindi kile usiwaambie neno dogo, kwambia Mola Subhanahu wa Ta'ala hili pia aliharamisha kwamba usiwaambie. Wala tanharhuma, wala usatolee ukali wazazi wako wawili. Wa qul lahuma qawlan karima, na uzungumze nao kauli ambayo kwamba ni nzuri, kauli ambayo kwamba baridi kabisa. Kisha waqfir lahuma janaha dhulli min arrahma, wainamishie wazazi wako wawili bawa la unyenyekevu, uwe chini yao, uwe mnyenyekevu mbele yao. Udhalilifu wa rahma tena nini min arrahma, na vile vile kutokana na nini huruma. Tena Mola Subhanahu wa Ta'ala kaiko faradhi mwingine, na hii ni faradhi, yote ni faradhi kwa fanya nani? Wazazi wawili. Akasema wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kisha kila mara, si asubuhi, si jioni, si mchana, wala si usiku, ameweka iko wazi, si wakati wakiwa hai, si wakati wamekufa. Usema qur rabbi, sema Mola wangu, irhamhuma, warahamu wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama alivyolea mimi na huruma nilipokuwa ni mdogo, sijielewi sijui. Kwa hivyo kumwombea mzazi wako dua ni amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kama utafanya asubuhi, kama utafanya mchana, uhai wako wote, wakiwa wako hai, wakiwa wamekufa, kuombea dua za wawili ni wajibu. Mmoja katika watu alimwambia Sayyidina Umar, inna liya umman balagha minha alkibar, mimi na mama yangu ambao kwamba amefika umri, amekuwa mzee sana. Innaha la taqdi hajataha, mama yangu hawezi kukidhi haja yake, illa wa dhahri matiya, isipokuwa mgongo wangu unakuwa ni matiya. Matiya ni kipando, maana kijana asema mama yake amezeeka sana, mpaka hata chooni, mpaka amebe mgongoni ampeleke chooni. Akauliza fal adaitu haqqaha, je, kupitia hali kama hii nishatekeleza haki ya mamangu? Qala Umaru, akasema Umar, la, bado hujakidhi, hujalipa haja zake, hujalipa ile fadhila zake. Kwa nini? Liannaha kana tasnau bika dhalik, mama yako alikuwa kufanya yote haya, kubeba, akubembeleza. Wa hiya tatamanna bakaaka, huku anatamani ubakie, uishi, uwe mkubwa. Walakinaka anta, lakini wewe sasa wamfanyia yote hayo. Watamanna firakaha, watamani mama yako afanye nini? Aondoke pumzika. Kwa hivyo katika moyo wako watamani akuondokee mama yako pumzike, lakini yeye alikufanyia hayo akitamani uishi uwe mkubwa mpaka uzeeke. Kwa hivyo bado hujalipa haki ya mzazi wako. Mtume alayhi salatu wasallam asema ya kwamba la tajizi au la yajizi waladun walidan, kijana hawezi kumlipa babake mzazi wake fadhila zake, illa an yajidahu mamluka, illa akimpata mzazi wake ni mtumwa amemilikiwa, fayashtariahu fayatikahu, amnunue kisha amwache huru. Hapa yule kijana atakuwa ametekeleza, amelipa fadhila za mzazi wake. Umempata mzazi wako mamluka, amemilikiwa, ni mtumwa, ukafanya kazi, ukatafuta mali, ukalipa, ukamkomboa, kisha ukamwacha huru akawa yuko free. Ukifanya hilo sasa, wewe utakuwa umelipa ile fadhila ya mzazi wako. Ama katika njia ambazo kwamba ni nyingi za kutekeleza wema kwa wazazi wawili, moja yapo ar-riayatu wal-lin, kuwachunga hali zao, afya zao, kula kwao,
walini, na kwa laini kwao, imana uzungumze nao kwa sauti ya chini, khitabu zako ziwe za adabu, utumie vilma na maneno mazuri kwa mzazi wako, maneno ambayo kwamba si matusi. Kisha huku unadhihirisha unyenyekevu kwa mzazi wako, unadhihirisha kwamba una huruma naye mzazi wako. Vile vile katika mojawapo ya namna ya kuwafanya wema ni atwaa, bi maana talbiyatu talabatihima, uitikie miito yao, mahitaji yao kwa kuita tena fauran, ufanya haraka, sio utakuja wiki ijayo, mtafanya mwezi ujao, la, pale pale mzazi wako amekuita uende, amehitaji kitu, mtafutie pale pale, si mwaka ujao wala mwezi ujao. Ufanye kwa haraka waitikia wazazi wako wawili, na uendelee kufanya hivyo talama annaha ma yukhalifu amra Allahi wa rasulihi, maadama katika maamrisho yake yaliyokuita na kuamrisha hayakhalifu maamrisho ya Mola subhanahu wa ta'ala wala mtume alayhi salatu wasalam. Ndio maana Mola subhanahu wa ta'ala akasema, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma, lao wazazi wako wawili wamekulazimisha kufanya jambo ambalo kwamba hauna elimu nalo, imana halifai kulifanya, la kuniasi mimi Mola wako, basi hapo fala tutihuma, usiwatii. Kwa hivyo ikiwa amri imetolewa na mzazi wako lazima itekeleze, maadama ile amri haja mkhalifu Mola subhanahu wa ta'ala. Lazima wasema wasahibuhuma fi dunya maarufa, japo wamekuamrisha mabaya ukakataa, lakini bado wasahibuhuma fi dunya maarufa, bado katika dunia ukae nao kwa wema, haijalishi ni Waislamu, haijalishi si Waislamu, maadama na wazazi wako, ufuate maamrisho yao ambao kwamba si maasi, na ukae nao kwa wema maisha yao yote. Mojawapo katika wema adamu almadi, kuwapatia misaada ya kimada, vimana kama chakula, mavazi, namna kama hiyo. Sio kawa wewe wala ukishiba mzazi wako alala kwa njaa, hii itakuwa haifai, bali katika ule wakati ambao kwamba wanahitajia msaada wako, basi lazima wasaidie. Ama ikiwa wenyewe wana nguvu zao, wana biashara zao, wana mambo yao, wajiendesha wenyewe, hawana wasiwasi, hapo haijakuwa wajibu kuangalia upande wa malaji wala masurufati, bali ikifikia wakati kwamba hawawezi kujimudu katika hili, itakuwa ni wajibu juu yako kusimama na kuangalia kwa hali na mali. Vile vile addu'a lahuma, kuombea dua, kama nilivyoeleza, lazima kuombea dua mchana usiku, tena kwa siri na dhahiri. Uombe dua mbele yao katika uso wao, uombe dua katika siri kwa peke yako, uombe dua nyakati zote. Hii ni wajibu, ni katika njia ya watenda wema wazazi wawili. Tena wal maghfira, waombe na msamaha ili Mola subhanahu wa ta'ala asamehe madhambi yao. Ndio maana Mtume akasema, idha mata ibn adama inqata'a amaluhu, binadamu akifa amali zake zote hazifanyiki tena, zimekatika. Hata swali tena, hata funga, yani mwenyewe kufanya zile amali zake itakuwa ni basi, illa min thalath, isipokuwa ngapi? Amali tatu: sadaqatun jariya, sadaka ya kuendelea, au ilmu yuntafau bihi, ama ilmu ambayo kwamba ametuma kwa mtandao watu waelimika nayo, amesomesha wanafunzi, ametoa darasa zimebakia zaendelea. Shaka sema au waladin salihin yad'u lahu, ama kijana ambaye kwamba ni mwema anamwombea dua, si kijana mabangi mko kamera. Waladin salihin, kijana mwema ambaye kwamba amewekwa katika makuzi mema, kwa wema aliokuzwa nao, anakumbuka mzazi wake, anamwombea dua ya maghfira. Ama katika wema albirru baada wafatihima, ni watende wema baada ya kufa kwao. Si kwamba ashakufa babangu basi au mamangu basi, la, ule wema bado waendelea milele mpaka uondoke duniani wewe. La yantahi albirru birahili alwalidain, wema haukomei kwa wazazi washaondoka basi, la, bali yastamiru min khilali duai wal istighfari lahuma, utaendelea ule wema kwa kuombea dua, kuombea istighfari, kuombea rahma. Mtume alayhi salatu wasalam asema katika hadithi moja ya kwamba turfau lilmayiti baada mautihi daraja,
maiti baada kufa aweza kuinuliwa daraja, akaambiwa leo umeinuliwa daraja bana, daraja yako imepanda katika pepo. Fayaqulu ayu rabb, yani mola wangu, ayu shay'in hadha, ni kitu gani ambacho kwamba kimepandisha mimi daraja? Fayuqalu, kutasemwa na malaika, yani kuambiwa yule mzazi, wala duka istaghfara laka, mwanao amekuombea maghfira, akuombea msamaha, ndio maana wewe umepanda daraja leo. Kwa hivyo ufanye hivyo, kumwombea dua. Vile vile kwa kirimu marafiki zake ambao wako hai baada ya kufa mzazi wako, huyu rafiki yake babangu, mfanye wema. Wale ambao kwamba karibu na babako baada ya kufa, washike mkono wale, wasaidie. Ukiwafanya wema wale, mzazi wako pia anakuwa anapata raha katika barzakh. Vile vile watunafidha wasiyatihima, waswaya zao, mwanangu nimenunua ploti ni wakfu ya msikiti, basi ijengwe msikiti kwa amri ya babako ambao kwamba amekupa, na hiyo ni wajibu kutekeleza, maadamu ni wasia ambao kwamba haukotoi kwenye sharia. Vile vile atasadduq anhuma, kwa watoa sadaka baada ya kwamba shakufa. Mtu mmoja alimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, inna ummi tufiyat, mamangu amefariki mimi, ayamfauha anatasaddaka anha, je itamnufaisha ikimtolea sadaka ya Rasulullahi? Qala, Mtume akasema naam, ndio, ukimtolea sadaka mamako, ile sadaka thawabu zake zitamfikia. Yule bwana akasema, fa inna liya makhrafan, mimi na bustani ama shamba la mitende, fa inni ushihiduka, leo nakushuhudisha yeye Mtume, anni atasaddaqtu bihi anha, hii bustani shamba langu la mtende hili nimelitoa iwe sadaka ya nani? Ya mama yangu mzazi. Thawabu zake zote wanaokula katika ule mtende, wanaopumzika pale katika ile bustani, thawabu zake zimwendee nani? Zimwendee mamangu. Kwa hivyo hii ni katika njia ambayo kwamba utaitumia baada ya mamako kufariki, babako kufariki, unafanya mambo haya kwa ajili yake yeye. Vile vile haki za mama ziko zaidi kuliko haki za baba. Mama amepata tabu zaidi kuliko baba katika kubeba mimba yake yule mtoto, mpaka kumzaa, kunyonyesha, kumhudumia. Baba amekoroma, mama yuko macho, anamwongoa mtoto alia mpaka alfajiri, usingizi umempotea. Kwa hivyo kwa sababu hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameweka daraja kwa mtoto, mamake amweke mbele zaidi, bila kumdharau nani? Kumdharau babake. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, wasina al-insana biwalidayhi, tulimuhusia mwanadamu afanye wema wazazi wake wawili. Kisha akasema, hamalatu ummuhu wahanan ala wahni, hakika mamake alimbeba yule mtoto wahanan ala wahni, unyonge juu ya kuumwa, kutapika, yote hayo ameyapitia. Na hii imetajwa mama kwa sababu kuonesha daraja yake hapa imepanda sasa. Wafisaluhu fi amain, kuepukana nayo yule mtoto takriban miaka mingapi? Miwili, kuanzia kubeba mimba mpaka kumzaa, kunyonyesha, mpaka ashike mguu aanze kwenda yule mtoto atembea, miaka miwili imemalizika. Lazima akasema, anishkuru li, wewe kijana nishukuru mimi Mola wako, wali walidaika, washukuru nani? Wazazi wako wawili. Ameunganisha shukrani mbili, yake yeye na nani? Wazazi wawili. Ile ya masiri yote mtarudi kwangu. Mtu mmoja alikuja kwa Mtume alayhi wasallam akasema kwamba, man ahaqqu nasi bihusni musahabati au sahabati, ni nani katika watu ambao kwamba mimi yatakana ni wewe na usuhuba wake zaidi kwa uzuri kuliko wengine? Nani? Qala, Mtume akasema, ummuka, mamako ndiye ambao kwamba uwe karibu naye zaidi kwa wema. Qala thumma man, akauliza kisha nani? Qala ummuka, akasema mamako. Qala thumma man, kisha nani? Mara tatu. Kisha nani mwingine? Akasema ummuka, mamako mara tatu. Qala thumma man, akauliza kisha nani? Thumma abuka, mwisho mara nne. Utaona daraja tatu, mama yuko mbele. Kwa hivyo lau wote wawili wakwambia njoo, basi mwanzo unaenda kwa nani? Kwa mamako, muitikie, kisha babako.
na ili wazazi walijue kwamba mama alipitia mengi zaidi kuliko baba. Kisha tumalizia hotuba yetu, tumalizia tukisema aljazao min jinsil amal, malipo siku zote yanatokana na matendo. Tunavyoishi duniani tunalipwa kwa matendo yetu akhera. Vile vile ukifanya kazi nzuri, bosi wako akuongeza mshahara, akupatia mshahara mwingi, walikuwa vizuri. Ukitenda mazuri kwa watu wanakupenda. Kwa hivyo kila malipo yaendana na nini? Na sampuli ya amali ambayo umetenda. Tumetaja hivi kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam asema barru abaakum, wafanyeni wema baba zenu, tabarrukum abnaukum, watu wenu pia watafanya nini? Watafanya wema. Wewe chukua jukumu lako sasa, mtende wema mzazi wako. Sio jenge nyumba ya fahari kisha babako mweke kwenye kijumba cha kando. Mwanao pia akijenga plani yake atajenga nyumba yake kubwa kisha naye kweke kijumba cha kando, kwa sababu amesoma kupitia kwako. Mtume anasema watendeni wema baba zenu, pia watoto wenu mkizeeka nyinyi watatendea wema. Kwa hivyo maana yake kinyume chake, ukiwatendea ubaya wazazi wako wawili, pia wanao ule wazaa mwenyewe baada ya kufanya nini? Watakufanyia ubaya. Bwana mmoja alikuwa tembea katika soko, mara akaonekana mwanawe anapiga, na haya ndio ambapo kumba yako leo, mtoto anathubutu kupiga babake. Ikiwa kumwambia ufi ni haramu, kumkazia macho ni haramu, kumuongelesha kwa hasira ni haramu, je kumpiga? Leo wazazi wanapigwa, mama anapigwa, baba anapigwa. Akaonekana kijana piga babake hapo sokoni. Jamaa akakasirika, kwa nini kumpiga babake huyu? Jamaa atakumwadhibu ile kijana. Baba akasema mahala, pole pole, mwacheni anipige. Asema hapa mahala mimi katika tarehe yangu kwa mdogo nilipigana na babangu hapa. Kwa hivyo haya ni malipo yale ambayo kama nimefanyia mzazi wangu. Kwa hivyo aljazao min jinsil amal, siku zote malipo yapitia kwa namna amali uliyotenda. Ubaba akamwacha mwanae ampige mbele za watu, akiwaambia mimi hapa mahala niliwahi kupiga babangu, kwa hivyo ni malipo nalipwa mimi. Kwa hivyo tuchukue tahadhari katika hili. Na hukukul walidaini, yani kutowatendea wema wazazi wawili, maana yake ni kuwafanya wazazi wako kila ma yuudhi, kila ambalo kwamba litamuudhi baba yako mamako, kila ambalo kwamba litamuudhi, iwe neno iwe ni kitendo chochote kile, inaingia katika hukukul walidaini. Kwa hivyo tahadhari kwamba mamako amekasirika, babako amekasirika, ukaona ni rahisi, hii inaingia katika hukukul walidaini. Na hii hukukul walidaini yuaddu min akbar alkabair fi alislam. Katika Uislamu hukukul walidaini inahesabika katika akbar alkabair, katika madhambi makubwa ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewekea adhabu akhira. Moja hapo ni hukukul walidaini. Na ukitaka kujua dhambi ni katika makubwa, alama ni moja pekee yake. Malaki madhambi kuna makubwa na madogo. Ukitaka kujua hili dhambi ni katika makubwa au katika madogo, japo hufai kudharau madogo, lakini mizani ni nini? Mizani ni kuona kwamba lile jambo ambalo alitenda Mola Subhanahu wa Ta'ala ameliahidia adhabu akhira wala ambao kama atalitenda hili katika kabair. Aqulu hadha astaghfirullah, qulu astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad faza almuttaqun. Qala ta'ala fi mukammi tanzili, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات وكافي المهمات. الله أكبر.